Ni siku nyingine tena na leo nimekuandalia makala inayohusu mwani au kwa Kiingereza unaweza kuita seaweed, na nikuelezee kiundani na faida zake. Mwani ni chakula chenye virutubisho vingi na unaweza kuwa na manufaa ukiwa sehemu ya lishe yenye uwiano. Baadhi ya faida zake ni pamoja na hutoa madini muhimu kama iodine, chuma, calcium, magnesium na potassium. Lakini pia mwani husaidia afya ya tezi ya shingo, thyroid, kutokana na iodine ambayo ni muhimu kwa utengenezaji wa homoni za tezi. Mwani una nyuzi fiber unazoweza kusaidia mmeng'enyo wa chakula na afya ya utumbo. Lakini pia mwani una viambato vya antioxidant vinavyosaidia kulinda seli dhidi ya uharibifu unaosababishwa na msongo wa oksidishaji. Lakini pia mwani, tafiti zinaonyesha unaweza kusaidia afya ya moyo kwa kuboresha viwango vya mafuta kwenye damu, ingawa ushahidi bado unaendelea kuchunguzwa. Ushahidi wa kisayansi bado unaendelea kuchunguzwa. Mwani pia una kalori chache, hivyo unaweza kuwa sehemu ya lishe ya kudhibiti uzito. Angalizo, usile mwani kwa kiasi kikubwa kila siku. Baadhi ya aina za mwani zina iodine nyingi na zinaweza kuwa na metali nzito kulingana na sehemu zilipolimwa. Hivyo ni vyema kutumia kwa kiasi au kununua mwani kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika. Hizo ni faida za ujumla za mwani, lakini naomba tuangalie pia faida za mwani kwa mwanamke, kwa wanawake. Kwa wanawake, mwani unaweza kuwa sehemu ya lishe yenye afya kwa sababu una virutubisho mbalimbali. Hata hivyo, si tiba iliyothibitishwa ya magonjwa au matatizo ya uzazi, lakini kuna baadhi ya faida unazoweza kupata kama mwanamke ukitumia mwani. Kwanza kabisa, huchangia afya ya tezi ya shingo, thyroid, kwa sababu ya iodine ambayo ipo kwenye mwani, ambayo iodine inasaidia au ni muhimu katika utengenezaji wa homoni za tezi. Tezi yenye afya huchangia matumizi sahihi ya nishati mwilini. Faida ya pili, husaidia kuongeza madini muhimu. Unaweza kutoa chuma. Mwani unaweza kutoa chuma, unaweza kutoa calcium, unaweza kutoa magnesium na folate ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa na utengenezaji wa damu. Pia mwani husaidia mmeng'enyo wa chakula. Nyuzi zilizopo kwenye mwani husaidia afya ya utumbo na zinaweza kupunguza tatizo la kufunga choo. Mwani una antioxidants ambazo hizi husaidia kulinda seli za mwili dhidi ya uharibifu unaosababishwa na msongo wa oksidishaji. Pia unaweza kusaidia afya ya moyo kutokana na nyuzi na virutubisho vingine. Mwani unaweza kuwa sehemu ya lishe inayounga mkono afya ya moyo. Pia mwani inaweza kusaidia kudhibiti uzito. Kwa kuwa una kalori chache na nyuzi nyingi, unaweza kusaidia kujisikia kuwa umeshiba kwa muda mrefu, hivyo kukusaidia katika suala zima la kupunguza uzito, kwa sababu muda mwingi utakuwa huna hamu ya kula. Kuhusu mada zinazozungumzwa sana kama kuongeza uwezo wa kushika mimba, kusafisha kizazi, kuongeza hamu ya tendo la ndoa au kubadilisha homoni, ushahidi wa kisayansi bado haujathibitisha kwamba mwani peke yake hufanya hivyo. Tahadhari, usitumie mwani kupita kiasi kwa sababu baadhi ya aina za mwani zina iodine nyingi sana. Iwapo una tatizo la tezi ya shingo au unatumia dawa za tezi, ni vyema kuwa mwangalifu unapotumia mwani. Asante sana na karibu tena. Naomba usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment. Uwe na siku njema.